zinatanda katika kijiji cha Kamugunda, kata ya Karumandi Gichugu katika kaunti ya Kirinyaga kufuatia mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 60 ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa katika kisima kisichotumika. Willy Dennis Njiru anatuarifu mengi zaidi. Kimya na huzuni zimetanda katika kijijini Kamugunda kufuatia tukio la kutisha la mauaji. Wakazi wakitambua mwili wa mwanamke wa makamo kisimani Jumatano asubuhi. Haya ya kijiri, maafisa wa upelelezi wameanzisha uchunguzi na msako wa mfanyakazi aliyeajiriwa na familia hiyo ambaye sasa ametoweka. Alifanya hii kitendo na hata akafunga gate alafu akaenda. Alifunga gate alafu na akarusa mama kwa simo ya manji huko chini, na ni mbali hata ni ngumu kumtoa huko, alafu akaenda. Huyo hakufanya vizuri. Mumewe James Njoka Gitari alirejea nyumbani saa 3 usiku Jumanne na kupiga honi nje ya nyumba, lakini hakupokea jibu lolote. Gitari akipigwa na mshangao kwa kuona matone ya damu. Nasikia huyo jamaa mwenye amemuua alikuwa amemwajiri na akamuimbia 10,000, na venye alishikwa na akawekwa rimad, huyu mwenyeji akaenda wakaongea na akasema akiachiliwa ataenda afanye kazi alipe hiyo pesa alikuwa ameiba. So kwa uzuri wake na utu wake akamkubalisha atolewe cells akuje atafute pesa amlipe. Sasa badala ya kutafuta pesa amlipe, sasa ni haya. Aliwajulisha jamaa na majirani mara moja, wakifuatilia alama hizo za damu na kugundua mwili katika kisima kisichotumika. Mwili wa Lydia Wadhitha Njoki wa miaka 60 ukigunduliwa ukiwa umetupwa na kufunikwa kwa blanketi. Tunaangalia historia ya mtu, tunamjua, tusichukue tu mtu kwa sababu amepita akiuliza kazi, labda tumchimba tujue historia yake. Wakazi walitoa mwili huo Jumatano asubuhi, huku maafisa wa upelelezi wakianza uchunguzi wa tukio hilo. Mshukiwa mkuu akiwa mfanyakazi wa kiume ambaye alikuwa ameajiriwa na familia hiyo kusaidia kazi za nyumbani, kwa mujibu wa kaka ya marehemu. Vile tunataka waafisa wa polisi wafanye hiyo uchunguzi wa hiyo watu wanakuwa wanaandikwa huku wajulikane wanakuwa wanafanya kazi gani. Willy Dennis Njiru, TV 47.